A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ama ndugu zangu, katika siku hii ya leo insha Allah, hebu twende tukajifunze dua ya kufungua milango ya riziki pamoja na faraja. Hii ndiyo dua mujarabu kabisa na ni nzuri sana kwa watu ambao riziki zao zimekuwa ngumu, wanatamani kuweza kuzifungua riziki zao na milango yao ya faraja katika maisha yao. Kisa hichi kinamhusu mtu mmoja ajulikanaye kwa jina la Yusuf, ambaye hali yake ya maisha ilikuwa ngumu sana, maisha yake yalikuwa taabani, lakini baada ya kufanya haya ambayo leo tunayokwenda kukufundisha, basi Mwenyezi Mungu akamfungulia maisha yake, na hili ambalo lilisababisha na likafanya kwamba Yusuf afungukiwe na kukunjukiwa na riziki zake, basi tunataka na wewe ulitumie ili uone nini atakachokwenda kukufanyia Mola wako baada ya dhiki ikaweza kutawala faraja katika maisha yako. Moja kwa moja tunasema kwamba kana Yusufa fi dhiqin shadid. Huyo Yusufu alikuwa yupo katika dhiki kubwa sana, maana yake ana maisha magumu sana, lakini pia la amala wala amala, alikuwa hana kazi wala hana pesa. Kwa kifupi tunasema hana kazi wala hana matumaini. Hiyo ndo tafsiri nzuri kabisa. La amala, hana kazi, wala amala, wala hana matumaini. Lakini pia wakasema wala mala, na wala hana mali. Haya maneno yanafanana kwa Kiarabu. Tukisema la amala, al-amal maana yake ni kazi, al-amala maana yake ni matumaini, al-mala maana yake tunasema hapa ni mali ama pesa. Sasa huyu alikuwa hana vyote hivi, hana matumaini, hana kazi, wala hana pesa, maskini ya Mungu, subhanallah. Sasa fakana yad'u Allah bihadha dua. Baada ya kuona kwamba hali yake imekuwa ni tofauti, matumaini yake ni mabaya, maisha yake yako tofauti, basi Yusuf akaona haina budi isipokuwa kuendelea kuisoma dua hii. Ni dua gani ambayo Yusuf alikithiri kuisoma? Tunasema ad-dua Allahumma ftah li abwaba rahmatika warzuqni min haythu la ahtasibu waj'al li min kulli dhikin makhraja. Hii ndiyo dua alikuwa akiisoma Yusuf kila siku. Nairudia tena, nitakuelekeza ni mara ngapi inasoma. Yusuf aliisoma dua hii akasema, Allahumma ftah li abwaba rahmatika warzuqni min haythu la ahtasib waj'al li min kulli dhiqin makhraja. Dua hii alikuwa akiisoma mara ngapi? Alisoma dua hii mara 21. Akiamka tu asubuhi, akisha swali, iwe ameswali kwa kuwahi, iwe ameswali kwa kuchelewa, lakini baada ya kumaliza kuswali swalatu subhi ataisoma dua hii. Lakini na wakati wa kulala, ni kabla hajalala, kabla hajapanda katika kitanda chake kwenda kulala na hajaomba dua zake zile za kulalia, basi hakika ni lazima aisome dua hii bwana Yusuf. Akishaifanya dua hii,
Sasa hapo ndipo atakwenda kulala. Basi alikithiri kwa kuifanya dua hii mara kwa mara bwana Yusuf. Basi fama hiya illa ayyam, hazikupita siku nyingi baada ya Yusufu kuifanya dua hii, wanasema ulama, hatta fataha Allahu lahu abwaba rizqi, Mwenyezi Mungu akamfungulia Yusuf milango ya riziki. Allah akamfungulia Yusuf milango ya riziki. Yusuf akapata mali, Yusuf akapata pesa, Yusuf akawa yuko vizuri katika hali ya maisha yake. Dhiki kwa Yusufu ikamuondoka, shida kwa Yusufu ikaondoka, majanga kwa Yusufu yakamuondoka. Ndio pale tunasema ad-du'a silahul mu'min. Dua, ndugu zangu, ni silaha ya muumini. Kama we ni muumini na unataka kuwa na silaha, kombora zito ambalo litakalokuwekea ulinzi katika maisha yako, basi huna silaha nyingine zaidi ya kujikurubisha kwa Mola wako katika kufanza dua maalumu zenye kustahiki na zinazotakiwa katika maisha tuliyokuwa nayo. Ndio sababu ya kusema dua ni silaha ya muumini. Wapo watu anaweza akakaa hata siku 5 hata wiki hajasoma dua zaidi ya dua ya kusalia tu, kile kitendo cha kurukuu, kusujudu, basi kashamaliza, kaomba dua tu, rabbana atina fid dunya hasana, ile ya mwisho, yalla ma'assalam. Hii inakuwa sio sawa. Dua tunatakiwa tufanye jitihada, ndugu zangu. Fanya juhudi za kufanya dua mara kwa mara. Usichoke kumwomba Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Inshallah Mwenyezi Mungu atakufungulia kila lililokuwa na kheri na kila lililokuwa jema. Basi walillahi alhamdu, Allah jalla fi'ula atakupa. Nafikiri mpaka hapo takuwa nimemaliza. Naomba sasa nikupeni jambo hili muhimu sana, nikuelekezeni kitu muhimu sana, kitu ambacho nataka niwapeni sasa maelekezo, nikufundisheni leo kitu. Kitakuwa kila siku tukimaliza darsa tunafundisha kionjo kimoja kidogo kizuri kabisa, ambacho kionjo hichi kitakufaa katika maisha yako. Tunafahamu watu wengi sana wanasumbuliwa na matatizo ya majini, wanasumbuliwa na mapepo kama jinsi baadhi ya watu wengine wanavyoita. Sasa leo nataka nikufundishe dawa ndogo ambayo hii ukikithiri kuitumia kila siku, wallahi utakwenda kumfukuza jini wako. Hii ni first aid, huduma ya kwanza. Kama jini wako ni kadhaifu, ukitumia dawa hii kataondoka, na kama sio dhaifu basi alina nguvu. Wewe ambaye unasumbuliwa na mashaitani wa kijini, kabla haujakutana na sisi madaktari tukakupa nondo za uhakika za kumfiatua jini wako, basi hakikisha kwanza unatumia first aid hii, dawa hii ya huduma ya kwanza, ili umtulize nguvu jini wako anayekusumbua katika mwili wako. First aid yetu ni ipi? Ndio pale unamkuta mtu anaumwa na kichwa, akipima haoneshi magonjwa. Kifua kinamuuma, akipima haoneshi magonjwa. Bega, mikono, miguu, yani anaumwa tu, lakini haionyeshi anaumwa nini. My friend, wewe utakuwa na mauchawi ya kijini. Cha kufanya, tafuta dawa moja inaitwa haltiti. Haltiti wanawachuoni wanatusomesha. Msome Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti anasema, idha hamalta alhaltiti la yaqrabuka aljani. Idha hamalta alhaltiti, yoyote atakayeibeba haltiti, la yaqrabuka aljani, hawezi kusogelewa na majini. Haltiti ni dawa nzuri sana 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 sana. Nenda madukani, inapatikana maduka yote, waambie nataka haltiti. Kasoro wale wenzangu wa kule Amerika labda, na hisi pengine si inawezekana huko ikawa tabu kupata, lakini Arabuni ipo, nchi zetu za Afrika ipo.
Mimi uzuri nimetembea nchi zote za Afrika, alhamdulillah. Afrika ya Kati namaanisha, achana na hizi Afrika zingine. Afrika ya Kati kama sikosei ni Tanzania huku kwetu, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, kote huko Kigali nimeingia, na nchi zingine za Afrika. Kwa hiyo zipo nchi mfano kama Uganda, ukiuliza Haltiti ni kama hawaijui. Uganda mimi nimekwenda, nimeishi Entebbe Uganda, nimeishi sehemu moja Kampala kule, lakini sana sana ni pale Entebbe. Baada ya kushuka tuna ndege, kwa sababu ndege zote zinashukia Entebbe. Zikishuka pale Entebbe, sasa ule ni mji ambako unaweza sasa ukasafiri kwenda katika miji mingine kama Kampala na sehemu zingine. Sasa pale Entebbe yote hakuna Haltiti. Wallahi nimetafuta nimekosa. Nimeenda Kampala ndo nimepata, lakini kwa mfumo wa jina lingine. Sasa Haltiti ni dawa nzuri sana. Kwa pale Uganda ukiwa Kampala unakwenda kwenye maduka ya wale jamaa wanani wa Sudani. Wa Sudani ndio wenye kufanya biashara hizi, wa Sudani. Tena kama wewe muongea Kiarabu hawana taabu, unaongea nao Kiarabu vizuri kabisa. Kif halaka ya habibi, inta min wain? Ana min Tanzania. Oh yalla madha turid? Ana uridu alhaltit. Alhaltit ايوه. انت لا تعرف حلتيت؟ لا اعرف، لكن الحلتيتي دواء كبير جدا يا، لكن انا لا اعرف. بس يلا شوف هذا، unaweza kumuonesha hata kopo. Shuf, akiona kwamba alhaltit hadha huwa alhaltit. Wallahi nahnu naqul hadha kadha wa kadha wa kadha. Basi jambo linakuisha, unakuwa umeipokea haltit yako. Lakini wanani wale wa nani tunawaita wa Sudani, mashallah, watu wanazungumza Kiarabu. Mimi katika bibi zangu na bibi yangu Msudani, mashallah, upande wa babangu bibi yangu Msudani, alhamdulillah. Sasa basi Mwenyezi Mungu amrehemu, lakini naomba niseme kwamba chukua haltiti, alafu kishaipata hii haltiti, basi cha kufanya uwe unainusa tu, weka katika kifua yako, fungua kile kikopo, nusa kwa muda wa nusu saa, umekiweka hivi. Asubuhi fanya hivyo, usiku fanya hivyo. Asubuhi fanya hivyo, usiku fanya hivyo. Wallahi utastaajabu, utashangaa na utaona maajabu. Allah atakuondoshia sheitani lako, hata kama limejisimika vipi, Mungu ataenda kulitikisa kidogo. Kama ni gumu kabisa, zito gumu, halitoki, basi utakuwa umepata huduma ya kwanza, umelitikisa kidogo. Mambo yatakuwa murwa, mambo yatakuwa barabara. Kitu kingine ukitaka kulimaliza kabisa, basi nitafute namba zangu za simu 0713 52 19 44. Sisi tunafanya juhudi ya kutoa majini, uchawi na kila aina ya maradhi katika mwili. I am doctor. Mimi ni daktari wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kifupi ni dokta wa kisunna. Sasa moja kwa moja insha Allah nenda kayafanya hayo, alafu naamini mambo yatakuwa safi na salama, na utatupigia kutushukuru kwa kile chema ambacho kimeweza kukusaidia. Kufikia hapo nisiwe na mengi, wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Usiache kusubscribe.